Gofu huonekana mchezo wa kifahari, mavazi safi, nyasi safi, lakini pia magari ya kifahari. Lakini je, unafahamu ni kiasi gani kinakugharimu kucheza gofu ya kiwango cha juu? Tulizungumza na watu walio ndani kabisa ya mchezo huu, kuanzia uwanjani hadi mezani kwa wadhamini. Kuna mambo mengi ambayo yanaongeza gharama ya kuweza kutunza kiwanja kama hii. Hivyo mashine ni kitu muhimu katika kutunza kiwanja. Kisha kuna mambo kama maji, lazima muwe na ile maji ya kutosha. Kuwe na pia system ya kumwaga maji ambayo inaweza kumwaga sehemu kubwa. Alafu pia kuna mambo mengine kama mbolea, kama mchanga ambao tunahitaji kuweza kufanya ama kuandaa viwanja kama hivi. Hivyo hata kabla mchezaji hajaupiga mpira, tayari mamilioni yametumika chini ya miguu yake. Of course it's tough. Like it's a lot of work. Ni ngumu, ni kazi nyingi. Nimecheza gofu kwa miaka 20 sasa. Natumia muda mwingi mazoezini kujiboresha. Si rahisi. Unahitaji muda mwingi kuwa tayari kushindana. Kama hujakuwa na sponsor itakukarimia sana. Unaweza karimu hata kitu kama inaweza enda, hata kama wewe unajitegemea unaweza enda kama 600,000. Gharama ya vifaa kamili ya kuanza ni takriban dola 6,000 kabla gharama ya kocha, kadi na viingilio, lakini wasimamizi wanatia juhudi kupunguza gharama na kukuza vipaji. Tunajaribu kuongea na sponsors ambao wanaweza kutusaidia na kulipa coaches kutoka Junior Golf Foundation kuelekea Amateur Golf. Tunaongea na marafiki zetu kutoka nchi mbalimbali hasa UK na Amerika ili kwamba watusaidie na kupunguza bei ya hivi vifaa ambao watoto wanatumia. Wadhamini huvutiwa na nini kwa wachezaji? Serikali huwa tunafanya mambo ya umma, public good. Huwa tuangalie profit. Lakini kwa mdhamini wa kibinafsi, private investor, anakuangalia wewe mchezaji, umechezaje mwaka huu, umekuwa namba ngapi katika series ambayo inachezwa. Gofu ya kiwango cha juu si mchezo tu, ni uwekezaji wa muda, taaluma na pesa nyingi. Jason Sagini, Nairobi, RFI Kiswahili.